Wakati vijana wengine wengi wakidharau na kukejeli fani ya ufundi wa kushona nguo, kutana na kijana Fadhili ambaye aliamua kuboresha fani hiyo ya ushonaji na kuifanya fursa katika kuendesha maisha yake. Pamoja na yote hayo, fundi huyo amejikita katika kufundisha vijana wengine fani ya ushonaji kwa wale ambao wanahitaji na kujua fani hiyo. Ili kufahamu mengi kuhusu hilo, twende wote mwanzo mpaka mwisho. Kwa majina naitwa Sara Michael. Niko hapa kama mwanafunzi najifunza kushona. Kujifunza kushona, kitu kilichonisukuma kuja kujifunza, cha kwanza nilitaka kupata ujuzi kwa sababu nimemaliza form 4 mwaka jana. Kwa hiyo nikaona kuliko kukaa nyumbani bila ujuzi wowote, nikaona ni bora nitafute ujuzi. Wakati nakuja kujifunza, nashukuru Mungu, wazazi wangu walinisikiliza na wakaelewa nini ninachotaka kukifanya. Hivyo wakanisapoti, ndio nikaja kujifunza. Nimekuja kujifunza nguo aina zote, za wanaume, za wanawake, za watoto pia. Kuna ile unakaa unasubiria ajira. Kwa hiyo mimi nafurahia sana kwa sababu itaweza kunisaidia baadaye kujiajiri mimi kama kijana. Na hiyo itakuwa ni faida pia kwa wengine kwa sababu wanaweza kujifunza pia kupitia kwangu. Wito wangu kwa vijana, kazi hii wengi wamekuwa wakipuuzia kwamba ni ya kike, lakini hata jinsia ya kiume unaweza kujifunza na unaweza ukajiajiri wewe kama wewe na ukapata faida kubwa. Kama mimi hapa nina muda wa wiki moja kutoka nimeanza kujifunza, lakini kama unavyoona naweza nikashona sketi ya wanafunzi, lakini bado najifunza kama unavyoona. Lakini naweza nikashona. Kwa hiyo mwalimu wetu anatufundisha vizuri sana, na wakaribisha na ambao pia wana uhitaji wa fani kama sisi, wakaribia hapo, mwalimu anafundisha vizuri sana. Kwa majina naitwa Fadhili Gabriel Paulo, lakini jina la kazi naitwa Faza Designer. Inapatikana Benako. Kazi ya ufundi nimeanza 2019. Nilikuwa Mwanza pale Pasiasi. Hapo nilikuwa kwenye ofisi za watu nikifanya. Lakini baada ya muda ndo nikaona bora na mimi nifungue ofisi yangu ili nipate ruksa kufanya kazi na vijana wengine, moja kuwafundisha, lakini moja ya kujiendeleza kwenye kazi yangu. Mwanza sikwenda kujifunza. Kazi yangu ya kwanza kushona nimejifunzia Tabora. Nimejifunzia Tabora, nikawa ni mwanafunzi pale. Baada ya muda nikaingia Kahama napo nikafanya kazi kwa muda mfupi. Kwa hiyo Mwanza naenda kama fundi. Nilifika pale kama fundi, kafanya kazi kwa kushirikiana na mafundi wenzangu. Lakini baada ya muda ndio ikabidi na mimi nianze kufungua ofisi yangu. Kwa hiyo Mwanza nilikuwepo kama fundi. Kazi ilikuwa ngumu kiufupi kwa sababu nilifikia kwenye ofisi ya mtu. Lakini baada ya muda yule mtu naye nilikuta naye anafungua ofisi, lakini bado naye anajifunza. Kwa hiyo tulikuwa tunapeana ujuzi, mimi ujuzi natoka nao Mwanza na yeye ujuzi wake, tulikuwa tunashirikiana. Kwa hiyo baada ya muda tukafanya naye kazi. Ndio baada ya kuwa tumeona kila mtu ameshafikia sehemu fulani, ndio kila mtu akaamua kufungua ofisi yake. Mwanafunzi akihitaji kujifunza, kwanza kabisa na tuna ile miezi ya awali ambayo ni miezi mitatu. Miezi mitatu hiyo tunaanza naye anajifunza. Baada ya muda tunaanza kumwamini kama fundi sasa. Tunamwamini ndani tena miezi mitatu ndio ana uwezo wa kupokea nguo ya mteja na kuendelea naye. Hapo anafundisha vijana mbalimbali wakiwemo wa kike na wa kiume, na hapo wanapata fursa ya kujifunza mishono yote, ikiwemo suti za kike, suti za kiume, gauni, majuba na nguo mbalimbali, hata nguo za shule. Anapohitaji kuja kujifunza, kwanza kabisa analipia ada ambayo analipia miezi mitatu, ambao kwa mwezi ni shilingi 30,000. Kwa hiyo miezi mitatu hiyo inakuwa shilingi 90,000. Baada ya hapo tunakuwa tunamwangalia sasa uelewa wake. Tunapoona ameshakuwa muelewa, tunaweza kumwambia basi hapo ishia hapo, na anaweza kwenda kuendeleza. Lakini tunapoona bado yuko mbali sasa, ndio tunamwambia alipie mengine miezi mitatu ili ikamilike 6. Baada ya hapo ana uwezo wa kupokea na yeye nguo yoyote ya mteja. Anakuwa tayari ameshaelewa. Kazi ya ushonaji watu wanachukulia kama kazi ya kike. Kulingana na asilimia kubwa mafundi wengi ni wa kike. Kwa hiyo hata utakuja kuona, ndugu mtangazaji, asilimia kubwa wanafunzi wangu ni wa kike. Lakini wa kiume wengi hii fani hivyo, lakini
Nashukuru Mungu ameshaanza kupata mwamko wa kuja kujifunza. Mpaka dakika hii nao wengine wa kiume japo leo hawajaje, lakini nao naendelea nao. Kazi hii kweli ni ina changamoto kwa namna hiyo hapo. Lakini namshukuru Mungu kwamba wanazidi kuelewa. Kwa hiyo wanapoona sisi tunaifanya hii kazi na inaendelea vizuri. Sasa wanapotoa tumependeza, wanatamani nao kuwa kama sisi. Mtu anakuja anakuambia natamani kujifunza, unamwambia karibu. Wito wangu mkubwa kwa vijana ni wajiajiri. Kwa sababu ukija kuangalia, ndugu mtangazaji, kwenye hii kazi unaweza kujiajiri. Haihitaji mtaji mkubwa sana, ila inahitaji ubora. Watu wanapenda kupendeza. Unaweza kuwa na mtaji mdogo tu, katafuta cherehani yako, katafuta site, ukaanza kazi na maisha yakaenda. Kuliko kuishi maisha ya kutegemea kuajiriwa. Maisha wengine tunaona vijana wanashindaga vijiweni tu wamekaa, kiukweli haipendezi ndugu mtangazaji. Lakini kama wakiwa na mwamko wa kujifunza, wanaweza kufikia na wao ndoto zao, kwa sababu kuliko kukaa mitaani mwisho wa siku kawa na vitu vya ajabu, watu wanakimbilia maisha ya kukaba, maisha ya kunywa bangi, kuvuta vitu vya ajabu. Ni bora tu unajitengeneza kikundi, wanatengeneza hata vijana 2 5, wanafungua garment yao, wanafanya kazi na maisha yanaendelea. Unaona kama sasa hivi mama ametoa hadi mikopo kwa vijana. Kwa hiyo ni fursa vijana ambao wanaweza kutumia, ukafungua na garment yako, ukashusha vitambaa kupitia hata mikopo ya mama. Na sasa tunaona kwa vijana wameka hata riba nafuu, masharti kidogo. Kwa hiyo inaweza ni nzuri zaidi kuliko kushinda mitani na kulalamika mara viongozi watusaidii, inakuwa haina haja. Nilikuwa naona ni bora tu kama wananisikiliza hapa, ni bora ungejitahidi hasa kufocus na kufanya kazi na kutafuta njia za kujiajiri. Baada ya hapo naamini watakuja kuelewa kwamba kipi walichokuwa wanahitaji na ndoto zao wamefikia wapi. Upande wangu na washauri vijana, tusidharau kazi. Tufanye kazi. Hizi ni fursa ambazo ni fursa za kujiajiri. Haitegemei kuajiriwa. Kwa hiyo upande wa maisha yangu mimi naendesha familia yangu vizuri, familia ipo, nina mke na watoto. Wanakula, wanakunywa, wanavaa kupitia kazi yao. Lakini ndugu mtangazaji, hata maendeleo mengine ninayo kupitia kwenye fani hii. Kwa hiyo mimi naweza kuwasihi vijana kuliko waishi maisha ya kulalamika kwamba hakuna ajira, viongozi waone, kwa na washauri tu watafute kazi za kufanya na maisha yataendelea. Changamoto ni nyingi sana, hasa kwenye kazi zetu za ushonaji. Changamoto, wateja wanalaumu kwamba mafundi hatutoi kazi kwa wakati. Mafundi wanaharibu kazi. Unakuta kuna mtu anajifunza labda hiyo miezi 3 tuliokuambia ndugu mtangazaji, lakini kumbe hajajua kazi, anaenda kufungua ofisi yake sehemu. Sasa anapoenda kufungua ofisi yake, kumbuka hajajua kushona. Baada ya muda unashangaa wateja wengi wanaochukua nguo wanalaumu. Nguo zinaharibika, nguo zinakuwa kubwa, nguo zinabana, nguo zina mambo ya ajabu. Lakini changamoto ndio hizo hasa kwa mafundi. Lakini hasa changamoto nyingine ziko kwa wateja. Wateja nani anaweza kukuletea labda kazi ya suti, alafu asikuachie hata shilingi 100. Lakini muda huo anakuambia bwana, nguo yangu naitaka kwa muda fulani. Na unakuta vijana wengine hata mtaji hawana. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku nguo inachelewa. Inapochelewa tayari mteja analalamika mitaani, kwamba nguo zinachelewa kwa yule fundi, nguo zinakuwa namna hii hapa. Lakini tunajaribu kuzimudu na tunajaribu kuendana nazo. Na niseme tu ukweli kwamba hata wateja wenyewe washafahamu kwamba hizi ni changamoto za kiufundi. Kwanza kabisa swala la nguo kuchelewa inategemeana hasa kwa hawa mafundi wakubwa. Tunapokea oda nyingi. Tunapopokea oda nyingi, alafu nakuta kazi zote zinakutegemea usifanye wewe. Labda tuhesabu kwa siku napokea nguo labda 5, suti 5, 6. Sasa na uwezo wa kushona, na uwezo wa kushona nguo hii moja kwa siku ambayo ni suti. Kwa wale watu 4 nyuma ambao hujawashonea lazima waraumu. Kwa hiyo changamoto ni kwamba ni pale ambapo unapokea kazi nyingi, alafu fundi wewe ni mmoja. Kwa hiyo huna wakati wa kutoa nguo kwa wakati. Lakini ndio maana unaona ndugu mtangazaji, tumeamua kuongeza kikosi ili kwamba tufanye kazi kwa wakati na stoke kwa wakati. Na wakaribisha vijana ambao wanahitaji kujifunza, kwa sababu tunafundisha hapa kwa bei nafuu, lakini unapata fursa kujifunza mishono yote. Sioni haja ya watu tena kwenda kujifunzia mbali kama mimi nilivyoenda kujifunzia Tabora. Hapa kile unachokihitaji unaweza kujifunza kwa muda mfupi na ukatoa kazi nzuri kwa uhakika. Mfano ndugu mtangazaji, ukiangalia kama wadogo zangu wanaojifunza hapa, ni kwa muda mfupi sana lakini wameshaanza kutoa kazi na ukiona kweli natia moyo. Kwa hiyo nawakaribisha vijana ambao wananisikiliza, karibuni sana tujifunze vijana, tusikae nyumbani, tujikwamue kiuchumi. Wito wangu kwa vijana tusikae majumbani. Mimi natoa fursa ya vijana kujifunza. Tunapatikana tuko hapa Benako. Kwa hiyo ni fursa nzuri ya kujifunza. Sio mpaka tena uanze kuhangaika kwenda kujifunzia mbali kama mimi nilivyoenda Tabora. Hapa Benako unaweza kuja ukajifunza ndani ya muda mfupi, ukashona nguo nzuri na ikatoka kwa wakati. Kwa hiyo mimi nawashauri vijana tunaokaa vijiweni, tunaamka hatuna kazi, hatuna nini. Na washauri waje hapa tujifunze, tueleweshane.
mimi ni kijana, kwa hiyo naona fahari kwa support vijana wenzangu kwa fani hii niliyokuwa nayo. Hasa ninapoona mtu anafanya kitu ambacho nimemfundisha tu, binafsi nafurahi. Kwa hiyo natamani vijana tujifunze kushona, tujifunze hata fani nyingine, then tutajikwamua kiuchumi kuliko kukaa majumbani na kuanza kulaumu. Kwa hiyo wito wangu tu na wasi vijana waje tujifunze. Tunamshukuru Mungu kwenye fani ya ushonaji nimebahatika kupata na mtaji. Sasa hivi nauzaga vitambaa vya suti OG kabisa, vitambaa vya kike, vitambaa vya kaunda suti. Ukitaka kushona kaunda suti, ukitaka kushona gauni na mishono yote inapatikana. Karibuni sana wateja wangu, tunapatikana Benako. Ukimuuliza mtu yote Faza Designer anapatikana wapi, na mimi hata mtoto atakuleta. Mzoefu sana, kazi zangu wateja wanazifahamu. Kwa hiyo na wewe unaniangalia, karibu sana, nakaribisha sana. Karibu tupendeze. Nikaungana na blaza wangu hapa Faza Designer. Kwa hiyo mpaka hapo 2024 25 mpaka mwaka huu 2026 tunaendelea kuwatolea watu vitu vibora zaidi au vitu vikali. Lakini pia tukiangalia upande wa changamoto changamoto zipo, na kila kazi ina changamoto. Sema ndio hivyo, changamoto zinatofautiana. Changamoto zinatofautiana. Lakini pia wanasema Kiswahili wanasemaga hamna ila nyepesi. Nyepesi lazima ufanye toke jasho. Changamoto zipo zote hizo tunakabiliana nazo. Na hiyo unakuta kuna wakati changamoto zinajirudia, zinakuwa zile zile. Kutoka vijana kwanza, faida ya kazi yako mwenyewe, kwa na kazi yako mwenyewe hamna unamtegemea, inakuwa ni nzuri sana. Inakuwa kwa sababu hata ukiangalia kwa tuseme hata rika yangu, kuna vijana nao kutanao marafiki zangu huko nje, naona kweli maisha walionayo sio mazuri. Kwa hiyo waangalie hata kama sio kushona, bali atafute kikazi fulani kile ambacho kinaweza kufanya kikamsogeza kidogo. Faida zipo, hata ukiangalia kwenye kushona faida ipo, ila siwezi nikakuelezea faida kama hujaingia. Ila ukishaingia faida unafanyaje? Unaziona hadi wewe mwenyewe unafanyaje? Nafurahi. Kama mimi nilikuwa naona kwenye picha, kwenye video, nakuta kweli mtandaoni, nikiingia mtandaoni nakuta suti kali, nasema hivi inashonwa au inashikwa na mkono wa mtu au. Lakini hivyo mjana, namshukuru Mungu, sasa hivi hivyo vitu natoa mwenyewe. Kwa hiyo wito kwa vijana, tafuta kikazi chochote kile ambacho kinafanyaje, kinakuingizia. Achana na kazi za, unajua kwa ajili ya tunasema ni kama utumwa, hauwezi ukapanga. Unaweza kusema ukaamka leo, ngoja nifike kazini saa ngapi? Saa 4. Au leo nisiende kabisa. Lakini kama umeajiriwa, utake usitake, saa 1, saa 2, saa 12 utafungua nini? Utafungua ofisi. Mimi hapa ni kama mwanafunzi, nimekuja kujifunza kushona. Mimi hapa kuja kujifunza kushona nimemaliza kama mwezi mmoja. Kuja kujifunza na napenda kushona. Napenda kushona nguo kama zote, za kiume na za kike. Zote napenda na ilitoka moyoni. Na ni kama ilikuwa ndoto yangu. Kwa hiyo ninaipenda hii kazi, naipenda sana.